Bwana Yesu asifiwe, ndugu zangu, kaka na dada popote mlipo. Niwakaribishe siku hii ya leo katika chaneli hii ya Maranatha. Ni katika wasaa mwingine mzuri ambapo Bwana ametupatia fursa ya kujifunza masomo haya ya uamsho, masomo ambayo yanaendelea kutusogeza karibu na Kristo zaidi na zaidi. Na kama ambavyo tumetazama masomo yaliyopita na somo la mwisho kutazama, tuliweza kuona kwamba kuna hatua kuu 7 za maandalizi ili kuweza kukabili zahama inayokuja katika dunia yetu hii. Na tukazungumza wazi kwamba hii zahama sio jambo lingine bali ni zahama ya chapa ya mnyama. Na chapa ya mnyama itakaposimamishwa au itakapolazimishwa kwenye huu ulimwengu wetu, hiyo itakuwa ni zahama kuu sana kuliko zahama zote katika vizazi tangu ulimwengu huu uanze kuwepo. Hakuna zahama yoyote ambayo ni kali zaidi kama zahama hii ya chapa ya mnyama. Lugha haitoshi kuelezea zahama hii, ila uhalisia wake sio wa kawaida. Hivyo niwaalike tuweze kupata kuomba tunapoenda kuanza somo letu hili la siku ya leo. Kama una nafasi ya kupiga magoti itakuwa ni jambo jema zaidi, lakini kama huna nafasi ya kupiga magoti basi fanya vile ambavyo Bwana atakavyokuongoza, ili mradi tu tuweze kushirikiana pamoja katika ombi hili. Hakikisha usitazame hizi video bila kujikabidhi kwa Bwana, maana shetani anavizia kila mara kudaka hizi jumbe zinapoenda kwenye mawazo ya mwanadamu. Anavizia kuondoa usikivu wa neno la Mungu, na hatusikilizi kwa mazoea. Usisikilize hapa kwa kuwa nahubiri mimi, hapana, sio hivyo. Usisikilize kwa mazoea hata kidogo, kwa kuwa mimi nimesimama hapa kwa zamu yangu, atasimama mtu mwingine pia na mtu mwingine pia kadhalika, kadiri Bwana anapoongoza. Kwa hiyo ninaposimama mimi au mtumishi mwingine yoyote, basi hakikisha unajikabidhi kwa Bwana kwa ombi, ndipo unaweza kusikiliza masomo haya. Kama haiwezekani, basi ni heri uahirishe kwa muda hadi utakapopata nafasi ya kusikiliza kwa ombi. Basi omba kimoyomoyo, msi Bwana akusaidie uweze kuelewa kile ambacho Mungu amehitaji kiweze kueleweka katika siku hii ya leo. Nitapiga magoti tuweze kujikabidhi kwa Bwana kwa ombi kabla ya kuanza somo hili la siku ya leo. Karibuni sana. Baba mtakatifu wa mbinguni, Baba mwema mwenye upendo na huruma, Baba ambaye ulimtoa mwana wako mpendwa sana Yesu Kristo aje kufa kwa ajili yetu sisi wa dhambi. Katika wasaa huu mimi nimepiga magoti mbele zako mtumishi wako, nikihitaji kuyafunua maandiko matakatifu na kusii unipatie malaika watakatifu ambao watakuwa wananiongoza kipengele kwa kipengele, ili kusudi ule ujumbe uliokusudia uweze kueleweka, basi ukapate kueleweka kwangu mimi mnenaji, lakini pia ukaeleweke kwa mtazamaji na msikilizaji. Vyombo hivi ambavyo Bwana umeviruhusu kwa sasa viweze kutumika kupeleka ujumbe wa malaika watatu, tunajua hivi karibuni vitakoma kufanya sehemu yake. Kwa hiyo hatujivunii hivi vyombo, maana kuna vizazi vilivyopita vilitangaza jumbe bila kuwa na vyombo kama hivi. Kwa hiyo kwa wakati wetu tumepata hivi vyombo, utusaidie viweze kufanya kazi ile tu ambayo Mungu umekusudia iweze kufanyika. Na msikilizaji na mtazamaji, unapotazama masomo haya, wasitazame kama unapotazama movie, wasitazame kwa mazoea, bali usikivu ukawekwe na malaika watakatifu wakatunong'oneze, ili kusudi tuweze kusikia hizi jumbe za thamani sana. Tunakushukuru, tunajua muda utafika tutapata tena nafasi ya kusikiliza jumbe kama hizi. Neema yako ikawe nasi sote mwanzo mpaka mwisho, kupitia jina la Yesu Kristo, amina. Basi nikualike, kama una nafasi ya kuwa na Biblia itakuwa ni jambo jema. Kama una nafasi ya kuwa na karatasi ya kuandika nukuu na mafungu, napo litakuwa ni jambo jema zaidi. Kwa hiyo kwa kwanza, naomba nikukumbushe kwamba katika maandalizi 7 ya msingi kuikabili zahama inayokuja, tuliangalia jambo la kwanza la msingi sana, ambapo tuliangalia kuhusiana na ibada. Tukasema ibada ndio jambo la kwanza la msingi katika maandalizi haya. Haijalishi uko wapi, uko mashambani, haijalishi uko mjini, unahitaji kutoka kwenda mashambani. Hivyo ibada ni jambo la msingi sana. Kuna mengi ya kujifunza katika ibada, na katika ibada tulitazama kwamba mwanadamu anapaswa kuwa na mahali pa kufanya ibada.
muda wa kufanya ibada, lakini katika ibada ajifunze kuomba kwa kuzungumza, kwa kutamka, na pia mawazo kuna wakati yanaweza katanga mbali, yarejeshe, na kwa kadiri unavyofanya hivyo basi itakuwa ni mazoea yako katika ibada. Kuna watu nilisema wanaomba kimoyomoyo hata wakiwa katika sehemu zao za siri za ibada. Na kuna wengine wanaogopa, wanasema eti unajua ukiomba kwa kutoa sauti shetani atasikia maombi yako, na hivyo akisikia maombi yako sasa anaweza akazuia mipango yako. Hapana, hicho kitu hakiwezekani. Mungu amesema katika sauti ya maombi, mtu anapotoa sauti ya dhati ya maombi, malaika wa shetani huwa wanatetemeka na kuganda na wanashindwa kusikia maombi yako. Hawezi kabisa. Hata kama Mungu ataruhusu asikie, kuna wakati Mungu anaweza karuhusu, Mungu anaweza karuhusu shetani asikie. Na akisikia usiogope, kwa sababu wewe umemwomba Baba wa mbinguni, umemwomba yeye mwenye nguvu kumshinda adui. Kwa hiyo usiogope chochote, omba kwa kutamka, kama vile ambavyo mimi naongea na rafiki yangu, naongea na mtu wa karibu, basi namweleza mipango yangu yote, sina wasiwasi. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni tumwendee kama ambavyo tungewaendea wale marafiki wa dunia ambao tunawapenda sana. Kwa hiyo jambo la kwanza ni swala zima la ibada. Ibada pia inahusisha usomaji wa neno, ibada inahusisha kuomba, ibada inahusisha kutafakari, na pia hata nyimbo zinahusika katika ibada. Tutatazama pia baadhi ya vitu vya msingi sana. Kwa hiyo katika hii zama inayokuja, ndugu zangu, naomba tuzungumze kidogo hapa. Hii zama inayokuja ni zama ambayo dunia haijawahi kushuhudia. Ndio maana tunaambiwa wakati wa taabu unaokuja mfano wake haukuwahi kuwapo. Katika kitabu cha Danieli sura ya 12 na ule mstari wa kwanza, Danieli anatoa rekodi kwamba hii zama inayokuja au hii taabu inayokuja haijawahi kuwapo tangu lilipowahi kuwapo taifa hili katika huu ulimwengu. Hivyo ni maandalizi yake, tafsiri yake ni hii, maandalizi yake ni maandalizi ya msingi sana au maandalizi makuu sana ambayo hayajawahi kuwapo tangu dunia ilipoumbwa hata sasa hivi. Hivyo Mungu atusaidie walau kupata picha tu fupi ya kile kinachoujia ulimwengu hivi karibuni. Na Mungu wa mbinguni ameandaa ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe huu wa malaika watatu tunaambiwa ni ujumbe wa onyo la mwisho kwa dunia. Ni ujumbe wa rehema kwa mwanadamu, na hakutakuwa na ujumbe mwingine wowote baada ya rehema kufungwa. Kwa hiyo tukishindwa kunufaika na ujumbe wa malaika watatu, hakuna ujumbe mwingine wowote utakaonufaisha sisi wanadamu. Na huu ujumbe una namna yake ya kuhubiriwa. Huu ujumbe wa malaika watatu una muda wake na una mipangilio yake. Muda wake hauwezi kuvuka pale ambapo Mungu ameweka huu ujumbe wa malaika watatu, lakini pia unaanzia mahali fulani. Kama vile Mwokozi alipofika hapa duniani kwa mara ya kuanza kazi, tunaambiwa kwamba Mwokozi alianza kazi kwa kanisa lake, alianza kazi kwa Wayahudi. Ndio maana alisema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na akamwambia wanafunzi wake, kwa mataifa msiende, ni afadhali mshike njia kuelekea katika kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Aliwaambia anzeni hapa Yerusalemu. Alijua kuna wakati utafika wa kuwafikia mataifa. Hilo Mwokozi alilitambua kwa uwazi kabisa. Hivyo alijua utakapofika mwaka 34, maana Mwokozi anaanza kazi katika ule mwaka wa 27. Anapoanza kazi katika mwaka wa 27 baada tu ya ubatizo wake, tunaona Mwokozi anaanzia katika Yerusalemu, na ule mwaka wa 27 inabakia miaka 7 tu kukuta mwaka wa 34. Hizi namba hizi, Yesu anafanya kazi miaka 3.5, wanafunzi wake wanafanya kazi miaka 3.5 katika taifa la Israeli. Jiulize, kuna nini katika hizi namba 7, namba hizi? Kuna namna hapa, kuna kitu kiko hapo. Sasa Mwokozi anaanza kazi, anafanya kazi miaka 3.5. Baadaye anawaambia wanafunzi wake waendeleze ile huduma yake katika kanisa lake la Israeli, Wayahudi hao. Naopo kazi inafanyika miaka 3.5 kukuta mwaka ule 34. Na ule mwaka 34 kimsingi rehema zilifungwa katika taifa la Israeli. Ndipo sasa Mungu akamuinua mtu ambaye anaitwa Mtume Paulo, na Paulo ni mtume kwa mataifa. Anafanya kazi kubwa sana kuwafikia wa mataifa ambao hawakuwahi kufikiwa kwa upana sana katika huduma ya Kristo aliyoifanya na wanafunzi wake miaka 7. 3.5 Mwokozi, 3.5 mitume. Kwa hiyo kama Yesu alipofika tu
angejikita kwanza kufikia mataifa na kuwekeza nguvu kubwa hapo, asingeweza kumaliza lengo lake ambalo kwalo alifika hapa duniani. Sasa hiyo formula haijabadilika. Hiyo hali ya utendaji kazi bado haijabadilika. Hata sasa Mwokozi akitazama toka juu mbinguni anaona Waadventista wa Sabato tuna muda mfupi sana kuikuta sheria ya Jumapili. Tuna muda mfupi sana. Na Mungu ameweka mpangilio rasmi kwamba baada ya sheria ya Jumapili ndipo atakapotoa mvua ya masika, na ndipo ambapo utakuwa ni wakati wa kutangaza kilio kikuu. Na hapo sasa ndipo itaeleweka fungu la Mathayo sura ya 24 na ule mstari wa 14. Wengi sana wanasema hivi. Hebu tusome kwanza hapo. Fungua Biblia yako pamoja nami katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 na ule mstari wa 14. Hebu tutafakari hili fungu la Mathayo 24 na ule mstari wa 14. Unajua, tusipoelewa haya mafungu, hili fungu linaingia wapi, hii nukuu inaingia wapi, tutasoma tu kama ambavyo tunaweza tukasoma, lakini hatutapata lengo ambalo Mungu anahitaji tuweze kulipata. Na Mungu anatutaka tuweze kuwa wanyenyekevu sana ili tuweze kufundishika katika nyakati hizi ambazo tunaishi. Tutasoma nukuu, tutaona hapa ni wakina nani Mungu anawatumia. Kama hatutakuwa wanyenyekevu kujifunza miguuni pa Mwokozi, hatutaweza kuelewa neno la Mungu. Kwa sababu Mungu nyakati hizi anatumia watu wa kawaida sana, watu ambao hata hawajaenda kusoma theolojia huko, watu ambao huenda hawana madigrii huko ya duniani, na hao watu Mungu anawatumia kwa namna ya ajabu ya kipekee kupeleka ujumbe wa malaika watatu. Sasa unapoenda katika Mathayo sura ya 24 na ule mstari wa 14, maandiko nasema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Maandiko yamesema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote kuwa kama nini? Kama ushuhuda. Sasa ukiuliza watu hili fungu linaingia wapi, watu wanasema si unaona sasa kanisa linatoa mahubiri kwa njia satellite si unaona sasa kuna ma YouTube channel, ndio si unaona sasa. Kwa hiyo tunadhani sasa hivi ndio hili fungu linatimia. Sio hivyo. Angalia fungu la 14 linakuja baada ya nini? Hebu twende pamoja hapo. Unajua hata Mathayo 24 ndio maana Mungu amesema watumishi wa Mungu wanapaswa kufundisha. Mathayo sura 24. Moja kati ya vigezo vya kutambua watumishi wa Mungu wa nyakati hizi za mwisho ni wale wanaofundisha watu kuhusiana na Mathayo sura ya 24. Katika Mathayo sura 24 tunapaswa kujua tuko wapi katika Mathayo sura ya 24. Hii ni kama chati, hii ni kama ramani, inatuongoza kwa sababu wanafunzi walimuuliza Bwana, tuambie nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia. Mwokozi hakusema haitawezekana unyie kujua, aliwapatia dalili wanafunzi wake. Na tunaambiwa katika Mathayo sura ya 24, Mwokozi alipokuwa akijibu swali la wanafunzi kuhusiana na kuangamizwa kwa Yerusalemu, alijibu maswali mawili katika jibu moja, yaani kuangamizwa kwa Yerusalemu na ukomo wa dunia. Alipotoa dalili na ishara za kuangamizwa kwa Yerusalemu, dalili hizo na ishara hizo ndizo zile ambazo Mungu anatufunulia zinazoenda kutokea kabla ya kuangamizwa kwa dunia hii. Hasa basi, unapofika mstari wa 14 inaposema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa. Hii habari njema ni Injili. Na hii Injili Mungu ametuambia ndio Injili ile iliyoanzia katika Mwanzo sura ya 3 na ule mstari wa 15. Aliposema Mungu, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Hiyo ilikuwa ni Injili ya rehema ambayo Mungu alihubiri kwa mwanadamu, na ilikuwa ni Injili ambayo iliweza kuleta furaha kwenye masikio ya mwanadamu. Aliposikia akaona hii ni habari njema sana ya ukombozi. Kwa hiyo hapa tunaambiwa tena habari njema ya ufalme, Injili hiyo ya Mwanzo 3:15, Injili hiyo ya kitabu cha Ufunuo sura ya 14,
Na ule mstari wa 6 maandiko yanaposema kisha malaika mwingine akaonekana akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele katika ujumbe wa malaika watatu. Injili hiyo ndio hii hapa. Lakini hii injili ndio tunaiona katika kitabu cha Ufunuo sura ya 18. Hapo tunajifunza ujumbe wa malaika watatu utakapopata power, utakapopata nguvu, utakapotanuka na kwenda kuwa kilio kikuu yule malaika wa 4. Kwa malaika wa 4 hatoi ujumbe mwingine wowote isipokuwa ni ujumbe wa malaika yule watatu, ambapo utakuwa umepata nguvu, na hii itakuwa ni nguvu inayopatikana baada ya watu kupokea mvua ya masika. Sasa tunaambiwa huo ndio utakuwa wakati wa habari njema ya ufalme kuhubiriwa ulimwenguni kote na kuwa kama ushuhuda. Ninajuaje jambo hili? Kwa sababu hapa maandiko yananiambia katika ule mstari wa 9. Ndio maana kama hujapata nafasi ya kujifunza Mathayo sura ya 24, ninakusihi kwa huruma za Bwana, katika channel hii ya Maranatha tumeweza kutoa somo hili la Mathayo sura ya 24. Kama umepata shida kujua ni somo gani, basi unaweza kuniandikia katika ukurasa wa hapo comment, ukaandika tu naomba nilipate somo hilo linalofundisha Mathayo sura ya 24. Tulijifunza tukaona kwamba katika Mathayo sura ya 24 tupo mstari wa 8 ambao unaitwa ni mwanzo wa utungu, na hii tangia mwaka 2020 2020 tuko hapo mstari wa 8. Sikiliza kwa makini, maana kinachofuata baada ya mstari wa 8 mwanzo wa utungu, kinachofuata ni mstari wa 9. Na mstari wa 9 unasema nini? Hebu fika soma pamoja nami. Maandiko nasema, wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki. Sikiza neno dhiki, neno dhiki zungushia hapo. Nao watawaua, neno kuwaua zungushia tena hapo. Nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Kumbe kuna kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina la Kristo. Kumbe kuna kusalitiwa na kuuawa. Anayekusaliti ni yule ambaye kwanza alikuwa rafiki yako. Huwezi kusalitiwa na adui, tayari ni adui ameshanisaliti. Yaani wewe ukiwa adui yangu, tayari wewe ni msaliti kwangu. Yaani wewe huwezi ukanisaliti tena, wewe tayari ni adui. Lakini nikisikia nimesalitiwa na fulani, huyo lazima mwanzoni kulikuwa na urafiki. Adam na mke wake walimsaliti Mwokozi kwa kuwa walikuwa marafiki. Baada ya mpango ukombozi kuwekwa na ule uadui kuupokea, walipopokea uadui wakamsaliti adui Shetani, kwa sababu mwanzo alikuwa ni rafiki yao. Hapa maandiko yanasema mtasalitiwa. Kumbe tutasalitiwa na kina nani sasa? Na marafiki na washiriki wenzetu watatusaliti. Lakini maandiko yanasema kutakuwa na amri ya kifo. Unapokwenda katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 13, tunapojifunza Ufunuo sura ya 13, tunaona taifa la Marekani, lakini pia tunaona upapa. Maandiko yanasema itawekwa amri ya kifo baada ya dunia kupitisha sheria ya Jumapili. Kutakuwa na kundi la Waadventista wa Sabato ambao watakataa kumsujudia mnyama na sanamu yake na kupokea chapa yake. Hao maandiko yanasema watawekewa amri ya kifo, wauawe. Hivyo basi ni wakati huu tu pekee katika sheria ya Jumapili ndipo kuna amri ya kifo. Lakini pia maandiko nasema kwamba mtachukiwa na mataifa yote. Sheria ya Jumapili itaanzia katika taifa la Marekani, na baada ya sheria ya Jumapili kupitishwa katika taifa la Marekani, sheria ya Jumapili itaenda katika kila nchi, na kila nchi itakubali. Tanzania itakubali, Kenya, Uganda, Burundi, Kongo, Rwanda, kila nchi itakubali sheria ya Jumapili. Itakubaliana na madai ya mnyama, yani Papa wa Vatican. Itakubaliana na madai ya mnyama wa nchi kavu, yani taifa la Marekani. Nchi zote zitakubaliana na hayo madai. Kwa nini? Kwa kuwa Papa atawadanganya dunia nzima. Na ndio maana maandiko nasema anadanganya ulimwengu wote kwa madanganyo mengi na miujiza mingi na uchawi wa kila namna. Sasa watadanganya mataifa yote kwamba suluhisho la uchumi, suluhisho la magonjwa, suluhisho la kila matatizo ni dunia kukubaliana na sheria ya Jumapili. Ndio maana hapa kuna kitabu niliwaonyesha wakati fulani kinaitwa Laudato Si. Laudato Si hiki ni kitabu kimeandikwa rasmi kabisa, na huu waraka wa Laudato Si una lengo mahususi la kudanganya dunia. Ndio maana mwishoni, baada ya dunia kuonekana kwamba imedanganywa, watamgeuka Papa katika wakati wa mapigo. Watashangaa wamepitisha sheria ya Jumapili, amri ya kifo imewekwa, watu wameteswa, lakini bado matatizo yako pale pale. Ni nini hicho? Watamgeuka Papa. Kabla huko tunakuja sasa hapa.
Huo wakati utakuwa ni wakati watu wa Mungu kusalitiwa na mataifa yote, kwa sababu kila taifa limekubaliana na madai haya ya Papa wa Vatican. Sasa ataonekana Mwadventista msabato mmoja, ataonekana mtu anayedai ukweli wa sasa, anasema sio kweli, huo ni uongo. Sikiliza, kile kinachotokea katika taifa katika Irani, kinachotokea Venezuela na mataifa mengine mengi kitaenda kutokea kwa Waadventista wa Sabato. Wataonekana ni watu magaidi, wataonekana ni watu wanaotilia mashaka serikali, wataonekana ni watu wasaliti. Hawa watu wa ajabu namna gani hawa? Hawa watu ni wa kukamatwa na kuuawa, lakini Bwana ashukuriwe, ataingilia kati. Watakatifu wa Mungu watakuwa salama. Kundi la 144,000 watahubiri ujumbe wa malaika watatu. Yule watatu utatangazwa kwa nguvu kubwa sana duniani. Nikirudi hapa sasa, hii zama tunayozungumzia hapa, ambapo tunaona wazi kwamba wakati wa uhubiri wa Injili kuhubiriwa ulimwenguni kote ni wakati baada ya sheria ya Jumapili. Ndio maana ukisoma mstari wa 9 inaendelea katika mstari wa 10 ambapo inasema, ndipo wengi watakapojikwaa nao watasalitiana na kuchukiana. Wengi sana watajikwaa, wengi wataachia imani, wataona viwango hivi ni vya juu sana. Waadventista wa Sabato wengi watalazimishwa kupokea chapa ya mnyama. Ndio maana nasema tena, Waadventista wa Sabato wengi watapokea chapa ya mnyama katika mikono, sio katika vichwa. Kwa nini? Kwa sababu watapokea bila kuamini, ila watapokea kwa sababu tu mkono uende kinywani, chakula. Ndio maana Mungu mapema amefundisha kupitia Yesu Kristo akiwa hapa duniani. Amesema msihangaike maisha haya, mle nini, mnywe nini. Lakini nikwambie kitu, hiyo sayansi ya kuto kuhangaikia maisha haya ni sayansi pana sana. Sayansi ya kuto kuhangaikia maisha haya ni sayansi pana mno. Huwezi kunielewa sasa ndugu yangu, lakini Mungu atusaidie kuweza kujua hata kwa uchache kwamba ni nini maana ya kuto kuhangaikia maisha haya. Je, tusilime? Je, tusipande? Je, tusivune? Tusifanye biashara? Inamaanisha nini hiyo? Hata Mungu alipokuwa anaongoza wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani, alikuwa anawafundisha somo hilo hilo. Hili ni somo katika vizazi vyote, ambapo Mungu huwa anatoa watu utumwani. Alipotoa Misri, somo ni hilo hilo. Alipotoa Babeli, somo ni hilo hilo. Alipotaka kuwatoa watu wake pale Yerusalemu wasiangamizwe, somo ni hilo hilo. Hata leo hii wewe na mimi, anapotutoa katika dunia hii, katika Misri ya dunia na kutupeleka Kanaani ya mbinguni, Bwana kupitia nabii, kupitia neno lake, anatufundisha kuhusiana na kuto kuhangaikia maisha haya. Nisome elimu gani nipate kazi? Nifanye kazi gani nipate fedha? Nifanye biashara gani nipate fedha? Yote haya walioko mashambani wao ndio wanahangaika kwamba nikienda mashambani nitalima sana, ili kusudi wakati ukifika wa kutokuuza na kununua niweze kuwa salama. Unalima eka 10, eka ngapi? Unaweza ukahangaika bila kuelewa sayansi hii. Tutaweza. Mungu atusaidie. Masomo yataendelea kutoka mara kwa mara. Kadri Mungu anavyotupatia nafasi, tutaendelea kujifunza mfumo maisha ambao Mungu anataka kutufundisha. Unajua, Mungu sasa anatoa watu kutoka kwenye mfumo mmoja, anawapeleka kwenye mfumo mwingine. Ni kama niseme vifaa ambavyo tumevifahamu kama simu. Simu kwa nje inaweza kuonekana ni simu nzuri, labda tuseme iPhone. Lakini ndani ikawekewa niseme software, niseme mfumo wa namna nyingine. Ukashika nje ukasema hii ni iPhone kabisa, hii iPhone. iPhone ngapi? iPhone sijui ngapi, 30, 10 na ngapi, sijui. Umeshika hapo. Lakini ndani ukashika ukafungua faili ukashika, lakini mbona kama Tecno Phantom? Lakini nikitazama, nikiangalia nyuma hapa imewekwa sijui macho mangapi, sijui 4 mangapi yako hapo. Lakini nikiangalia ndani naona mbona kama Tecno. Nakuaje? Nikibonyeza na shangaa mbona mafaili haya. Si ndio? Kwa sababu kuna mfumo umewekwa ndani ambao sio wa simu hiyo. Na kanisa la Waadventista wa Sabato, nasema tena, kanisa la Waadventista wa Sabato ni hivyo hivyo. Kwa nje tuko safi, lakini mfumo unaongoza shida. Sisi wenyewe Waadventista wa Sabato sasa, tuje kwetu sisi. Kwa nje ni watu wa Mungu, lakini mfumo unaoongoza maisha yetu, Mungu anataka kuondoa. Sasa ni shughuli pana sana kuondoa huo mfumo unaotawala maisha yetu. Kuanzia katika chakula. Ndio maana nasema hizi hatua kuu 7 za kivitendo, unapozizingatia moja na nyingine,
moja na nyingine. Inatuleta kwenye mfumo wa Mungu ambao huo utaweza kupita wakati wa zahama kuu. Katika ibada, nimesema ibada inajikita na swala zima la kutoa muda kwa Mungu. Umeajiriwa hapo hospitali fulani, umeajiriwa kwenye shule fulani, umeajiriwa kwenye kiwanda fulani na mahali pengine ambapo wewe mwenyewe unajua, biashara fulani. Mwingine hajaajiriwa popote, ila biashara tu inamlia wakati. Mtu mmoja anasema, unajua bana, Mungu hataki tuajiriwe tu watumwa bana. Kuajiriwa ni utumwa, kuajiriwa ni utumwa. Kuajiriwa ni utumwa. Sasa tufanyeje? Tujiajiri wenyewe. Umejiajiri wapi? Nimejiajiri hapa, nimefungua biashara yangu. Sasa angalia hiyo biashara ambayo mtu amefungua, inamchukulia muda, tena bora hata aliyeajiriwa. Wenda aliyeajiriwa anaingia asubuhi kazini saa 2 au saa 3, anatoka saa 9 au saa 8, anaenda nyumbani, anaendelea na maisha yake. Hayuko salama, ila anaweza akawa na uafadhali kuliko yule aliyejiajiri. Kwa kuwa aliyejiajiri atataka pia aweze kupata kila faida anayoweza kuipata. Kama amejiajiri kwenye biashara fulani, mteja akimpigia simu saa 8 ataenda, saa 7 ataenda, saa 9 hata sema hapana. Yule mwingine ameajiriwa anasema hapana, sio muda wa kazi, kwa kuwa kazi ni ya boss. Ila boss akiwa yeye mwenyewe, basi muda wote anafanya kazi. Kwa hiyo wewe hujaajiriwa, ila hiyo ajira yako tu tayari imeshakuajiri na umeshakuwa mtumwa tayari. Unaona mazingira hayo? Sasa tuendelee. Tutaona nini kifanyike, maana kuna wakati usininukuu vibaya, sijasema watu wasifanye biashara. Ila ninachozungumzia, Mungu anataka kutoa kwenye mfumo mmoja wa maisha kutupeleka kwenye mfumo wa pili wa maisha. Ikiwa biashara yako, ikiwa elimu yako, ikiwa kazi yako inakutenga na ibada, inakutenga na Mungu, hiyo kazi au biashara inakuandaa kupokea chapa ya mnyama. Huo ndio uhalisia. Sasa ibada inachukua muda na inahitaji muda ibada. Muda wa kutafakari, kuchunguza maandiko, kuomba, kuimba. Sasa wewe umeajiriwa au umejiajiri kwenye biashara yako, inakuhitaji uwahi mapema uko kazini kwako. Huwezi kutenga muda wa kumsikiza Mungu. Hutajua mapenzi ya Mungu ni nini katika maisha yako. Na hivyo ni rahisi sana kupokea chapa ya mnyama unapomnyima Mungu muda. Sasa nikiendelea na fungu langu hapa katika kitabu hiki cha Mathayo 24, unapofika mstari wa 11, maandiko yanasema na manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi. Hapa ni baada ya sherehe ya Jumapili, miujiza mingi kufanyika na mambo mengine mengi, na Kristo wa uongo atakuja, ndio wakati huo. Alafu sasa ule mstari wa 14 ndipo Biblia inasema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote kuwa kama ushuhuda, ndipo mwisho utakapofika. Kwa nini nilisoma hili fungu? Nilisoma hili fungu kwa sababu nilikuwa nazungumzia kipengele kwamba hii injili tunayohubiri ni injili ambayo ina wakati wake, ina mazingira yake. Wakati wake kwa sasa, injili inapaswa kwenda kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Baada ya Waadventista wa Sabato kusikia hii injili ya milele, ndipo sasa hawa Waadventista wa Sabato waandaliwe, ambao ni wewe na mimi, tuandaliwe kikamilifu, tupate ushindi. Ndipo sasa Mungu baada ya sherehe ya Jumapili atupatie mvua ya masika. Baada ya kupata mvua ya masika, tukatoe kilio kikuu kwa makanisa mengine yote. Ndio maana kilio kikuu hakitaenda kumuongoa Mwadventista msabato yoyote, hakitamuongoa msabato. Ndio maana Mungu anaandika katika sura ile ya kilio kikuu kwenye kitabu kile cha matukio ya siku za mwisho. Kama una hicho kitabu, basi unaweza ukasoma sura ile inayozungumzia kilio kikuu. Tunaambiwa wazi kabisa utakuwa ni wakati ambapo mlango unafungwa kwa kanisa au kwa watu wa Mungu hao waliopata nafasi muda mrefu lakini hawajazitumia, na mlango utafunguliwa kwa watu ambao wanaosikia ukweli kwa mara ya kwanza. Ndugu zangu, kwa sasa pesa zetu, muda wetu, nguvu zetu, karama zetu zote tunapaswa kuziwekeza sana kwa Waadventista wa Sabato. Cha ajabu cha kushangaza ni kwamba wachungaji, wazee wa makanisa wakiona unatenga muda kufundisha wa Sabato, watakwambia hivi, hawa tayari ni wa Sabato, wapo ndani ya kanisa, tena wanasema wako ndani ya zizi, wanasema wako ndani ya safina. Nani alikwambia safina ni kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato? Nani alikwambia safina ni kuwa na ushirika kwenye jina kwenye kitabu cha ushirika? Ni nani alikulanganya huyo? Wachungaji wanasema hivyo. Kwa hiyo watu wanachukua muda mchache kufundishana katika makanisa, na hivyo wanakwenda huku na huku kuwaita wengine waje wawe Waadventista wa Sabato.
Yesu Mwokozi alionya jambo hilo. Aliwaambia Mafarisayo, akamwambia ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnazunguka huku na huku na huku na kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu. Akifanyika kuwa mwongofu, anafanyika mwana wa jehanamu mara 2 zaidi yenu. Na sisi tuko sehemu hiyo hiyo. Nabii mapema sana alisema kazi sio kuwaleta watu wengi katika ukweli, na Mungu sasa hivi hafanyi kazi kuwaleta watu wengi kwenye kanisa. Kwa nini? Kwa sababu ya wale wasioongoka ndani ya kanisa. Mvuto wa hao utakuwa nini kwa wale wapya wanaokuja? Bwana tusaidie sana. Kazi ni kubwa mno, muda ni mchache. Kazi ni kubwa sana, muda ni mchache. Unapata wapi muda wa kuzunguka huku na huku na huku na huku, na kumbe kazi kwa Waadventista ni kubwa sana? Mungu atusaidie sana. Sijasema wasifikiwe Waroma. Hapa na hapo tunapaswa kuwa na akili sana. Usiwe mjinga kutambua mambo. Lazima tuwe na ufahamu mpana kutambua mambo. Sijasema tusiwafikie Waroma, walokole, Waislamu. Tunasema kufanya kwa ajili yao, ila sio mzigo wetu mkubwa. Kwa nini Mwokozi hakutenga mzigo wake, au hakutenga muda mwingi kuwafikia watu ambao ni wa mataifa? Kwa nini? Sio kwamba kuwafikia, aliwafikia, lakini halikuwa lengo lake kubwa. Ndugu zangu, Bwana tusaidie. Mungu anasema watu wangu ni wapumbavu, watu wangu hawana maarifa, watu wangu wamelala. Na hii ni onyo la mwisho kwetu sisi Waadventista wa Sabato. Mimi binafsi, onyo kwangu. Wewe kwako, onyo kwako. Sisi wa Sabato, hili ndio onyo la mwisho. Huu ujumbe malaika watatu ambao tunausikia unatoa maonyo, na tunasikia matukio yanayoendelea. Tunasikia harakati na vuguvugu la kupitishwa kwa sheria ya Jumapili katika taifa la Marekani, na Mungu kwa rehema zake amezuia kwa muda mrefu. Ni kwa ajili yako wewe, ni kwa ajili yangu mimi. Bwana tusaidie tuifikirie toba maadamu tuna muda hivi. Mungu atusaidie sana, maana tukipitwa sasa hivi hakuna ujumbe mwingine wowote wa kutuamsha. Itakuwa ni huzuni kiasi gani, itakuwa ni uchungu kiasi gani. Utatamani uzirejee hizi video, hazitakuwepo tena mtandaoni. Utatamani uende ukasikilize, hautaweza kusikiliza tena. Jumbe hizi tunazozisikia zitakuwa ni jumbe za mwisho kabisa kuzisikia katika masikio yetu. Kuvuka mwaka huu itakuwa ni rehema. Kuvuka mwakani itakuwa ni rehema. Sijui kama tutafika mwakani, sijui kama tutafika mwaka kesho kutwa, sielewi, ila Mungu atusaidie. Tunapoona hayo mambo yanapoendelea, maandiko yanasema mambo hayo yaanzapo kutokea, sio yakiwa katikati, yaanzapo kutokea, changamkeni tukavinue vichwa vyetu juu, maana ukombozi umekaribia. Ndugu zangu, hili vuguvugu la ujumbe wa malaika watatu nimeandika hapa. Vuguvugu la ujumbe wa malaika watatu nimeanza kuweka mwaka 2020 maksudi. 2024, 2027, 2030. Hapa 2020 ndipo tunaona mwanzo wa utungu. Tunaona vuguvugu la vijana wengi sana kuamshwa katika mwaka 2020. Hapa wengi sana vijana wakaanza kutangaza ujumbe huu. Swali ni hili, wamepata wapi hiyo nguvu ya kutangaza huu ujumbe? Na mbona kabla mwaka 2020 hatujaona vuguvugu kubwa sana la watu wengi waliotangaza ujumbe? Sio kwamba hawakuwepo, waliwepo watu waliotangaza ujumbe katika mwaka 2020, lakini Bwana kwa rehema zake akaruhusu kuanzia mwaka 2020, kwa sababu Mungu anajua kizazi kinaenda kukoma hivi karibuni. Alijua hapa mwaka 2020, alijua kizazi cha 4 kinaenda kukoma. Kwa hiyo Bwana akainua sana nguvu, akaelekeza nguvu kubwa. Tusimuhuzunishe Bwana, tusitie hasara mbingu, maana mbingu ziliwekeza malaika watakatifu. Mbingu ziliwekeza Roho Mtakatifu kwa namna ya ajabu ya kipekee sana. Malaika wakashuka kwa wingi sana kuleta ujumbe kwa vijana wengi. Wengi waliamka, wakaachana na kazi, wakaachana na shule na kutangaza ujumbe malaika watatu. Cha ajabu, cha kuhuzunisha, ni wengi sana kwenda kuikuta mwaka 2024, wengi sana wakarudi kwenye makazi yao, wakarudi kwenye mashule yao, wakarudi kwenye biashara zao, wakarudi kuendelea na mambo yao ya kila siku ya kimaisha. Kwa nini? Mchujo ulifanyika hapo kuikuta mwaka 2024. Bwana kwa rehema zake kuu akaruhusu amri ya Jumapili isipitishwe katika mwaka huu wa 2024, akaruhusu isipitishwe. Aendelee kuwaita hawa waliorudi nyuma, waliootishwa, walioogopeshwa na wazazi, walioogopeshwa na wachungaji, walioogopeshwa na wazee wa makanisa na kila familia na wakufunzi mbalimbali, wakawadhoofisha, wakamwambia mambo haya mbona hajatokea?
Ni rehema ndugu zangu, tusio wajinga, ni rehema. Mungu akaruhusu amri Jumapili sipite. Tunaiendea mwaka 2027 na hii ni mwaka 2026. Sijui nini kitaenda kutokea, sijui. Tunaenda mwaka 2030. Tunajifunza katika unabii wa miaka 6000. Hatujui siku wala saa, lakini Bwana ameruhusu katika miaka 6000 tuweze kutazama picha pana inaenda kukoma mwaka 2031. Juu kidogo ya hapo au chini kidogo ya hapo katika mwaka wa 2031. Ndugu zangu, na sisi hatutazami mwaka 2031. Unaweza ukafuatilia masomo haya katika channel inaitwa Sauti ya Marejeo Ministry. Sauti ya Marejeo Ministry, mtumishi wa Mungu yuko hapo anafundisha masomo haya. Anafundisha kuhusiana na mkokotoo wa wakati. Andika tu hapo, unaweza ukaweka pause kidogo, ukastop kidogo, ukaandika Sauti ya Marejeo Ministry. Hebu subscribe hapo, bonyeza hicho kitufe kimeandikwa subscribe. Na unapobonyeza hicho kitufe ndugu zangu, usidhani kwamba hizi ni channel kwa ajili ya biashara. Hapana. Hizi ni channel kwa ajili ya biashara ya kutoa watu dhambini na kuwapeleka watu kwa Kristo. Na sisi wenyewe tukiwa ni watu ambao tunahitaji kutoka dhambini na kwenda kwa Kristo. Kwa hiyo tuko hapa kusaidiana. Na Mungu ameruhusu mimi nisimame hapa, wewe utasimama kesho kadiri Mungu anavyojalia. Kwa hiyo usiogope kusubscribe hicho kitufe, kwa sababu ukibonyeza hicho kitufe cha kusubscribe, faida yake ni kwamba unaendelea kupata masomo haya mara kwa mara. Mtumishi wa Mungu akitoa somo, unaweza kulipata, unalisikiliza, unampa na jirani yako. Kwa hiyo bonyeza hicho kitufe katika channel hiyo. Ni channel ambayo hivi mtumishi wa Mungu ameanza karibuni tu, channel hapo inaitwa Sauti ya Marejeo Ministry. Bonyeza hapo, utapata masomo haya, na masomo haya kwa sasa yanaendelea katika mkokotoo wa wakati. Na somo lijalo mtumishi wa Mungu atafundisha kuhusiana na sheria ya Jumapili na kizazi cha mwisho. Atafundisha hapo, utaweza kujionea wazi mambo jinsi yalivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, mambo yako hivi, lakini mimi nataka nije hapa katika vuguvugu la ujumbe wa malaika watatu. Katika vuguvugu la ujumbe wa malaika watatu, sasa tazama, wanaohubiri huu ujumbe ni vijana wadogo sana, tena ni wa kawaida mno, ambao hawajaenda katika mavyuo huko kusoma, hawajaenda mahali katika matheolojia kusoma mauchungaji wala nini. Hapana, wamefundishwa na Roho Mtakatifu. Mungu amewafundisha kwa vile walivyoonyesha unyenyekevu. Mungu amekubali kuwatumia, na watu hawa sio wakamilifu. Bali kuambie, watu hawa sio wakamilifu. Unaweza ukaona madhaifu mengi sana kwa watu hawa, lakini namshukuru Bwana kwa sababu Mungu anakichukua chombo kidhaifu ili kuomba hiki chombo kidhaifu akipatia message kiweze kuwa chombo chenye nguvu cha kuangusha vile ambavyo vinaonekana ni vyenye nguvu. Tazama, hawana fedha, hawana mvuto mkubwa. Hata hapa tunasimama hatuna mvuto mkubwa kwa jamii, ila Mungu anahitaji ujumbe huu uweze kusikika. Kwa hiyo atatumia yoyote yule. Wenda wewe una karama nzuri ya kuhubiri, una sauti nzuri ya kuhubiri, una vifaa vizuri vya kuhubiria. Wenda sio kama hivi, una vifaa vizuri vya kuhubiria na umekaa navyo ndani. Wenda mwingine vifaa vyake sasa hivi anarekodi tu muziki, anarekodi tu mahubiri yale ambayo stories zinapigwa nyingi, mahubiri laini. Wengi wanapenda mahubiri laini. Unarekodi ya wachungaji, utadaiwa hivyo vyombo. Umenunua kamera nzuri, umenunua sijui kompyuta, una maprojekta mazuri, unakwenda kurekodi wachungaji ambao hawana ujumbe. Mungu atakudai pesa ambayo alikupatia. Nakwambia ukweli. Mungu atakudai pesa ambayo alikupatia. Na wenda sasa hivi tusielewane. Wenda kwa muda huu tusielewane kabisa. Ila maandiko yananithibitishia kwamba unafika wakati ambapo watu wenyewe watakiri kwa vinywa vyao kwamba tulijua hukumu za Mungu zinakuja, lakini hatukujua ni mapema kiasi hiki. Tena maandiko nasema wazazi watawafuata watoto wakiwalaumu, kaka watawafuata kina dada, akina dada watawafuata kaka zao, watoto watawafuata wazazi wakiwaambia, ndo nyie mlituambia tusiwasikilize hao kwa kuwa mlisema wanatudanganya. Sasa tazama, hatuwezi kujisaidia katika wakati kama huu. Walituonya kuhusiana na wakati huu na nyie mkasema hao ni waongo wazushi. Tunaonya kuhusiana na marejeo ya Kristo mara pili, watu wajiandae. Tunaonya kuhusiana na zama inayokuja ya sheria ya Jumapili. Wewe na mimi tunasema kujiandaa ndugu zangu kabla ya sheria ya Jumapili. Ndio maana hatujiandai kuikuta 2031. Tunajiandaa kukuta kabla ya mwaka 2031. Ndugu zangu, tuko tayari kwa ajili ya Sandelo. Tuko tayari kwa ajili ya chapa ya mnyama. Tumejitayarisha kweli. Na tukisema kweli tunajidanganya sisi wenyewe. Maandalizi ni makubwa sana. Mfumo wa maisha,
ndio utakaowezesha watu kupita sheria ya Jumapili, na Mungu anainua watu ambao watatangaza huu ujumbe. Huu ujumbe huwezi kukuta kwa wachungaji maarufu. Huu ujumbe huwezi kukuta kwanza nikwambie tu, huu ujumbe huwezi kukuta kwa mchungaji yoyote wa kanisa la Waadventista wa Sabato, huwezi kukuta. Ikiwa bado analipwa na mfumo, hawezi kuwa na ujumbe. Atapata wapi sasa? Kuna mambo mengine magumu kuzungumza. Vitu vingine ukizungumza unaonekana kama unajihesabia haki eti Lakini nikwambie ukweli. Ukweli ni hivi. Mwokozi alipofika hapa duniani asingeweza kuwa mchungaji, yani farisayo labda, asingeweza kuwa mchungaji katika mfumo wa kanisa la Kiyahudi. Mtu anasema leo Yesu angekuwa ningempenda. Tunadhani tungempenda Yesu kweli jamani? Tunajidanganya sana tunapodhani kwamba Yesu tungempenda, angekuwa rafiki yetu, tungemkaribisha nyumbani. Hasa tu mtumishi wake anayehubiri ukweli wa sasa. Na Yesu anasema mimi ndiye njia, kweli na uzima. Yesu ndiye kweli. Na Yesu siku zote ndiye kweli ya sasa. Maana anasema mimi ndiye yule yule jana, leo na hata milele. Ina maana leo Yesu angehubiri ujumbe huu. Yaani leo Yesu angesema watu waende mashambani, watu wasile nyama. Angesema hivyo hivyo. Usiseme Mwokozi bwana alilisha watu samaki na mikate. Unasema tusile nyama, inakuaje? Ni somo la wakati. Ndugu yangu, huu ni ujumbe wa wakati. Ndio maana kuna wakati watu hawakutunza Sabato, hawakutunza Sabato. Mungu aliwapa tiki na wakalala, na mbinguni utawakuta hao mbinguni. Wewe sasa leo usitunze Sabato, itakuwa nini? Sasa wewe unasema kwamba leo mbona unakataza tusile nyama? Hivi sisi hata tukataze mtu asile nyama. Ila tunafundisha madhara ya kutumia nyama. Tunafundisha kuhusiana na ujumbe pale tulipofika sasa na kile ambacho Mungu anakifundisha. Sio sisi, ni Mungu ndiye anayefundisha hayo, na Mungu hakukatazi, anakushauri. Na mashauri ya Mungu unaweza ukayapokea kwa faida yako, unaweza ukayakataa kwa uangamivu wako. Ndio maana amesema nimeweka njia leo hii. Kuna njia hii na njia hii. Anasema Mungu tuchague njia ya uzima. Ndugu zangu Waadventista tumelogwa sana kwa muda mrefu. Na huu mfumo wa kanisa unaloga watu wengi sana. Wengi mamia kwa maelfu ya watu wanaangamizwa katika udanganyifu wa adui. Na kwa kuwa adui ameweka makucha yake hapo, basi wengi sana hata ukifundisha masomo haya wanakuita ni muasi. Lakini usio uasi. Uasi ni kuacha mafundisho ya Kristo. Kwa hiyo uasi sio kufundisha neno la Mungu. Uasi ni kuacha kufundisha neno la Mungu, ndio uasi. Mimi nitaasi kama nisipofanya masomo haya. Nitaasi kama nisipofundisha ujumbe huu wa malaika watatu. Mungu anisaidie na tuzidi kuombeana. Ndugu zangu, tumefikia mwisho sana wa kazi. Na Mungu anatumia vijana wa kawaida tu kutangaza marejeo ya Kristo mara ngapi? Ya mara pili. Huu ujumbe hutaupata katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa nini? Kwa sababu wachungaji wote wanalipa tu na mfumo. Yaani mchungaji tu yoyote aliyeajiriwa na kanisa hawezi kana huu ujumbe, kwa sababu akianza tu kufundisha anawekwa pembeni. Ndio maana Mwokozi hubiri moja tu alipotoa hubiri lake moja tu. Yaani hubiri moja tu alipotoa wakashindwa kumbeba, wakataka kwenda kumuua. Wakashindwa kukubaliana naye, wakataka kwenda kumuua. Sasa niambie, vipi kama angekuwa mchungaji wa kanisa hilo? Ingekuwa vipi? Na hajaajiriwa na kanisa, ila tu walimvumilia miaka 3.5 basi. Na hakuajiriwa na kanisa, ila miaka 3.5 walishindwa kumvumilia. Hasa leo hii inakuwaje mchungaji anakaa ameajiriwa, anakaa miaka 4, miaka 5, miaka 6, 7, 8, yupo tu hapo, na hata kanisa halina shida na yeye kabisa. Na mfumo wenyewe tu tayari umeshaasi, lakini mfumo hauna shida na yeye. Tafsiri yake anakubaliana na mfumo, kile ambacho mfumo unasema. Ndugu zangu, kama tukiishi kwa imeandikwa, hauwezi ukavumiliwa kuwa mchungaji, mzee wa kanisa, shemasi. Hutachaguliwa tena. Kama unavipenda hivyo vyeo vya uchungaji na uzee wa kanisa, sio mkurugenzi wa nini, kama unavipenda hivyo utabaki navyo, ila hutamaliza kazi ambayo Mungu anataka tuweze kuifanya. Kimsingi kuna somo linaitwa regular na irregular line. Njia iliyozoeleka na njia isiyozoeleka, au njia rasmi na njia ambayo sio rasmi. Hilo somo linapatikana hapa Maranatha Ministry. Andika tu regular line na irregular line, au njia iliyozoeleka na njia isiyozoeleka.
Utakuta somo liko hapo wazi kabisa. Si mimi nimekuwa tu kama chombo kuliwasilisha hilo somo. Ni Bwana mwenyewe anasema, hatuwezi kumaliza kazi kwa njia hii ambayo tunadhani ndio inayofanya kazi. Nitakwenda wapi? One Voice 2027. Ndio hii hapa hii. Hii hapa. Hasa sijui nini kinaenda kutokea hapa. Hizo njia zote sio effort, sio nini. Hizo haziwezi kumaliza kazi ndugu zangu. Na tunajidanganya sisi wenyewe katika namna hiyo. Hata mimi nilikuwa huko kwenye hizo effort, tumefanyaga hizo effort. Tumealikaga watumishi na kwenda nyumba kwa nyumba, lakini kazi hii inachosha na mwisho siku unashindwa kuelewa. Hii kazi hii inanitakaza vipi, hii kazi ya kumfanya tu mtu kutoka kwenye uloma na kuwa msabato, unamwacha hapo, tena mloma, msabato hapo, mloma, msabato, Muislamu. Cha ajabu tunaingiza mwala sijui etio mahusiano kati ya sabato na Waislamu. Hamna kitu hapo, hamna kitu hapo. Sio Uislamu, sio nini wakajifunza Qur'ani. Yaani wewe unaacha kujifunza Biblia hii kuielewa, unaanza kumeza Qur'ani. Waache Waislamu hizo, siwezi zikuhusu msabato. Msabato umepewa Biblia na roho unabii, inatosha. Kwa nini uanze kuongea lugha ngumu za namna hiyo? Ya nini? Hizo lugha ukitaka kuongea utaongea wakati wa kilio kikuu. Wakati wa kilio kikuu unadhani tunahitaji mwala? Kama ni Warabuni, Mungu atakupeleka Warabuni, utaongea Kiarabu. Kama ni Hong Kong, China, utaenda China, utazungumza Kichina. Kama sio ni wapi, pote Mungu atakupeleka. Kwa sasa jifunze roho unabii na Biblia. Cha ajabu tunawabatiza watu ambao wakifika kwenye makanisa. Sasa tena tunapobatiza tunawaambia, unaamini sijui kalama ya roho nabii Mungu ametoa? Ndio naamini, unabatizwa. Sasa wakianza kusoma sasa roho nabii, wakianza kuishi, tunasema wewe nenda taratibu, wewe usije ukaasi kama wengine walivyoasi. Sasa nani ameasi? Hivi vitabu hivi vya roho nabii jamani, hivi vitabu hivi vina kazi gani kwenye kanisa? Vitabu vya roho nabii vina kazi gani sasa? Au tuvisome tukifika mahali ambapo nasema ulaji wa nyama, wale wanaokula nyama tuparuke, tupafunike, tuweke salt tape, tufunike hapa tupaache hapa, tutaasi. Tukisoma mahali kuishi mashambani tufunike, tutaasi. Mziki huu ambao Mungu tuache tuende kusikiza midundo tu hiyo. Ndugu zangu, Mungu aturehemu sana. Mimi naumia moyo wangu. Mungu atusaidie sana, maana haya masomo haya ni ya muhimu sana. Mimi nabarikiwa na haya masomo. Yaani mimi Mungu ananipatia neno hili, lakini mimi mwenyewe pia linanibariki. Sijui wewe kama linakubariki. Huu ujumbe hutaupata katika makanisa hayo. Hebu tuende mbele kidogo. Tazama katika hii nukuu, inapatikana kitabu hiki cha Shuhuda kwa Kanisa Gombo la 5. Ukurasa wa 80 katika paragrafu ile ya kwanza. Nabii wa Mungu, mjumbe. Unajua sisi wa Sabato tunalala sana. Sisi wa Sabato tuna bahati sana wa Sabato. Yaani Mungu ametupatia Biblia. Kama hiyo haitoshi, ametupatia roho ya unabii kuelewa Biblia. Yaani tumefunuliwa mambo wazi kabisa. Yaani kama ingekuwa ni mafanikio ya kidunia haya, basi makanisa mengine wangesema nyie mmebarikiwa. Na tumebarikiwa kweli, maana mashauri yake ukiyafuata si unaweza kuwa tajiri, si ndio? Wewe usiangalie utajiri hapa. Hebu angalia hapa. Shuhuda kwa Kanisa Gombo la 5, ukurasa wa 80.1. Mungu anasema hivi: katika kazi makini sana ya mwisho, watu wakuu wachache sana watahusishwa. Kazi gani? Kazi ya kutangaza ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Hii ni kazi ya mwisho ya ajabu na nzito sana. Anasema in the last solemn work few great men will be engaged. Alafu anasema nabii hawa sasa, kwa nini watu wachache wakuu watahusishwa? Swali hilo. Kwa nini ni watu wakuu wachache watahusishwa? Kwanza hao watu wakuu wachache ni akina nani? Watu wenye karama kubwa, watu wenye uwezo mkubwa wa kifedha, na mvuto na mamlaka. Hajasema hata watumia kabisa, hapana, bali amesema ni watu wachache watahusishwa. Huenda hii kazi itahitaji tu watu 2 Tanzania, huenda mtu 1 Tanzania. Kwa nini wasio 10 Tanzania? Watamaliza hii kazi kwa namna ambavyo Mungu ataruhusu, kwa mivuto yao,
kwa fedha zao, kwa ushawishi wao, kwa kila kitu chao, Mungu ataruhusu wachache. Maana hata zamani kipindi kazi Yesu ameacha kazi kwa mitume. Mitume wote walikuwa maskini. Wote walishaacha kazi, wakina Mathayo wakaacha kazi, wakina Petro wakaacha uvuvi. Unaona hata pale mwishoni walienda kuvua samaki wapate fedha ya kupata chakula na mavazi. Wameishiwa hata mavazi. Mungu akamwinua Nikodemus. Akamwinua Yusufu Arimataya. Wanda leo wapo wakina Nikodemus. Hao tu watu wawili wachache na wengine walikuwa wanaendelea kuongoka kidogo kidogo. Wakahakikisha kazi inafika kwa kizazi chao na ilikamilika. Watu wakuwa wachache watahusishwa. Wakina Kayafa hawakuwepo hapo. Kina Anas hawakuwepo. Anasema hivi, kwa nini sasa Mungu ahusishe watu wakuwa wachache? Kwa sababu gani? Hilo ndio swali. Ndipo anasema ni watu wenye kujitosheleza wenyewe. Hawa watu ni watu wanaojitosheleza wenyewe, wanaona sisi tunajua, sisi tunaweza, sisi ndio wafasiri wa maandiko. Mimi siko hivyo na tupaswi kuwa hivyo ndugu zangu. Nakubali nifundisha na neno la Mungu hata na mtoto mdogo. Huo ndio msimamo wa mtu wa Mungu ambaye anajiandaa kutoka hapa duniani. Ulikuja huna kitu, tena uchi, utaondoka bila kitu. Kwa nini usikubali kupata kitu cha maarifa? Wanajitosheleza wenyewe. Hawamtegemei Mungu, maana wanajitegemea wenyewe. Si watu wakubwa bwana, wanajitegemea wenyewe. Na Mungu hawezi kuwatumia. Hawezi. Angependa kuwatumia, lakini kwa kuwa wanajitosheleza wao wenyewe na anasema hawamtegemei Mungu, Mungu hawezi kuwatumia, wataharibu kazi. Maandiko yanasema hivi. Hii nukuu ni nukuu nzito sana. Ni nukuu makini sana. Inapatikana kitabu cha Pambano Kuu, ukurasa wa 315, paragraph ya 3. Hii hapa. Nimetangulia kusema kwamba tunapojifunza jumbe hizi hutazikuta kwa viongozi wa kanisa, hutazikuta kwa watu wakuu ambao wenye mamlaka. Na ndivyo ilivyokuwa wakati Kristo amekuja hapa duniani kwa mara ya kwanza kufanya kazi. Sasa hapa nabii anasema hivi. Twende ya pamoja hapo. Kama ilivyokuwa katika habari za kuzaliwa kwa Mwokozi, ujumbe wa kuja kwake mara ya pili haukukabidhiwa kwa viongozi wa kidini wanaoongoza watu. Maneno haya ni maneno mazito sana. Yaani, habari njema za marejeo ya Kristo mara ya kwanza hazikukabidhiwa kwa viongozi wanaoongoza watu. Anasema hivi, walikuwa wameshindwa kuhifadhi uhusiano wao na Mungu, na walikuwa wamekataa nuru ile iliyotoka mbinguni. Nuru iliyotoka mbinguni. Sikiliza. Kwa hiyo wao hawakuwamo katika hesabu ya wale anaowaeleza Mtume Paulo kwamba bali ninyi ndugu hamo gizani, hata ile siku iwapate kama mwivi. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wa mchana. Sisi si wa usiku wala wa giza. Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5 na mstari wa 4 na ule mstari wa 5. Maandiko yanathibitisha wazi kwamba vile ambavyo Mwokozi alikuja mara ya kwanza, ule ujumbe wa kutangaza marejeo ya Kristo mara ya kwanza haukukabidhiwa kwa viongozi wa dini hawa wanaoongoza watu. Kadhalika na ujumbe wa marejeo ya Kristo mara ya pili haujakabidhiwa huko. Kwa nini? Kwa sababu watu hawajazingatia nuru. Na unaposema nuru unasema taa. Maana taa kazi yake kuleta nuru. Hii nuru ni nini? Na kwa nini wasitwe wana wa mchana, waitwe wana wa giza hawa watu? Kwa sababu hawana nuru, hawana ile taa. Ndio hapa Mungu akasema hawa hawako katika kundi la watu ambao nasema kwamba ile siku itapata kama nini? Haitawapata kama mwivi. Ndugu zangu, kama watu wana nuru,
Kama watu wana taa, wataweza kumulika na kuona mwisho wa mambo. Kimsingi hao watu hawatakutwa gizani kwa kuwa wana nuru. Mungu anasemaje katika kitabu cha Petro wa pili sura ile ya kwanza na ule mstari wa 19? Hapa tunaambiwa, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa. Hii taa maana ni nuru, kama nuru ing'aayo mahali penye giza. Kwa hiyo watu hawa hawatakuwa gizani. Anasemaje? Mwafanya vema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Kwa Mungu anatuambia wazi kwamba watu hawa ambao wana ile neno la unabii, hawa watu wana taa, wana nuru. Hivyo kundi hili la watu hawa ambao wanaitwa ni wachungaji, wainjilisti ambao wanaongoza watu, maandiko nasema kwamba wamo gizani kwa kuwa hawana nuru, na nuru ni neno la unabii. Tukiacha unabii hatuwezi kuona mbele, hatuwezi kuelewa mwisho wa mambo jinsi ulivyo. Sasa tunaambiwa katika Evangelism 196.2, sijasahau, tunajifunza kuhusiana na hatua za msingi 7 ili kuweza kukabili zama inayokuja. Huu ni utangulizi mzuri sana wa kuweza kutazama hatua zinazofuata. Sikia hapa, nabii anasema hivi: watumishi wanapaswa kuwasilisha neno imara la unabii kama msingi wa imani ya Waadventista wa Sabato. Kumbe tunapaswa kujifunza kuhusiana na nini? Na unabii. Unabii ni nini? Ni msingi wa imani ya Waadventista wa Sabato. Na unabii huwezi kutenganisha na muda, maana katika unabii tunajifunza kuhusiana na pale tulipo na pale tulipotoka. Sasa tunaambiwa neno la unabii ndo msingi. Sasa kama unajenga nyumba na ukakosea msingi, hiyo nyumba haiwezi kusimama. Haiwezi kusimama, itaanguka. Kumbe ili nyumba iweze kusimama tunahitaji msingi, na msingi ni neno la unabii. Anasema kwamba unabii wa Danieli na Ufunuo unapaswa kusomwa kwa umakini sana, na katika muunganiko na maneno yafuatayo: tazama mwana-kondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya ulimwengu. Ambapo tunajifunza huyu mwana-kondoo sasa yupo katika chumba cha patakatifu patakatifu juu mbinguni, na anafanya kazi hii ya mwisho kabisa kufanyika, na hii kazi inaitwa ni kazi ya upatanisho. Hivyo watu tunapaswa kuwatazamisha tunapojifunza Danieli, tunapojifunza Ufunuo. Watu akili zao kwa sasa zinapaswa kuelekea pale Kristo alipo kule juu mbinguni. Hasa ni muhimu kutambua haya mambo. Ndio maana Mwokozi alipofika hapa duniani, hebu tazama kazi ya Mwokozi alipofika hapa duniani. Tunaambiwa katika Tumaini la Vizazi Vyote ukurasa wa 233.1, nabii anasema mzigo wa mahubiri ya Kristo, mzigo wa mahubiri ya Kristo ulikuwa ni huu hapa: wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Yaani Mwokozi alianza na wakati umetimia, alafu akafika na ufalme wa Mungu umekaribia. Tena anafundisha tena nini? Wakati. Unaposema ufalme wa Mungu umekaribia, ina maana hapo unadili na wakati. Unazungumzia ukaribu wa nini? Wa ufalme wa Mungu. Lazima ujue wakati kuudadafua vizuri, ndipo umwambie mtu kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Ndipo anasema tubuni na kuamini Injili. Kwa hiyo kabla watu kutubu na kabla watu kuamini Injili, lazima wafundishe wakati. Ndio maana Mwokozi aliwaambia wanafunzi wake, mtakapokwenda kufundisha, waambieni watu wakati umetimia, waambieni watu wakati ukaribu. Wafundisheni utimilifu wa wakati, wafundisheni ukaribu wa wakati au ukaribu wa ufalme wa Mungu. Ndipo sasa Mungu anatuambia kabla ya watu kuambia watubu na kuamini Injili, tunapaswa kuwafundisha wakati. Na tunapoelewa wakati, tunakuwa na kitu kinachoitwa roho ya uharaka. Ndio maana ni mpango wa shetani kuwafanya watu wasijifunze wakati. Ukiona mchungaji, ukiona kiongozi anakukataza usijifunze unabii wa wakati, huyo ni wakala wa shetani. Maana anataka kuondolea roho ya uharaka kufanya mambo. Katika Yohana sura ya 9 mstari wa 4, Mwokozi mwenyewe alikuwa na roho ya uharaka baada ya kujua wakati. Alisema katika kipengele hicho kwamba saa za mchana alizitambua na saa za usiku alijua. Alisema imenipasa kufanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana, usiku waja ambapo hakuna mtu
atakayeweza kufanya kazi. Mwokozi alijua kuna masaa ya kufanya kazi, kuna masaa ya giza. Na sisi tunatambua ndugu zangu, masaa ya giza ni masaa ya usiku manane. Usiku manane ni wakati wa sherehe ya Jumapili. Hata dunia inajua hilo swala. Sasa Mungu anataka kutupatia kujua nini? Wakati umekaribia, ndipo watu watatubu na kuamini Injili. Utafundisha Injili, watu hawataamini hata siku moja bila kujua wakati ulivyokuwa karibu. Sikiliza, tunaambiwa ujumbe wa Injili kama ulivyotolewa na Mwokozi mwenyewe mwenye Injili ulijikita katika unabii. Kwa maana nyingine, ulijikita katika muda. Anasema hivi, huo wakati aliotangaza kuwa umetimia ni ule ambao malaika Gabrieli alifanya ujulikane kwa Danieli. Kumbe tunajifunza sasa Danieli, ndipo Mungu alifundisha kuhusiana na mikokotoo ya wakati. Ndio hiyo ambayo Mwokozi alitaka ijulikane. Na Mwokozi kwa kufundisha swala hilo, kwa kufundisha kuhusiana na mkokotoo wa wakati, hakueleweka. Ndugu zangu, hatutaacha kufundisha wakati. Hatutaacha kuleta mkokotoo wa wakati mpaka pale kila mtu ajionee yeye mwenyewe kwa macho yake. Ndugu zangu, Bwana atusaidie sana kuweza kujifunza masomo haya na kusii tena kwa huruma zake Mungu. Nenda katika hii channel, huduma hii ya mtumishi wa Mungu, Sauti ya Marejeo. Hapo utajifunza kuhusiana na mkokotoo wa wakati. Utajifunza kuhusiana na ukaribu wa tukio la sherehe ya Jumapili. Kipindi kijacho natamani tuende moja kwa moja tukatazame katika hizi hatua kuu 7 za maandalizi ya kivitendo kabla ya zama kufika. Hapa tutaanza tumeangalia ibada. Tutatazama machache tena katika ibada na kuingia hatua ya pili ya msingi sana, ya muhimu sana ndugu zangu, kabla ya zama kuu hajaifikia dunia yetu. Mungu atusaidie sana, aturehemu, atuwezeshe kutambua haya mambo na kuyaweka katika maisha yetu kabla ya wakati haujakwisha. Kwa huruma zake Bwana, kwa unyenyekevu tupate kuomba ili kusudi Bwana ayaweke maneno haya katika akili zetu na katika maisha yetu, kwenye familia zetu pia. Ikiwa ni baba wa familia, na kuombea wewe na mke wako. Kama Mungu amekupatia watoto, na kuombea na watoto wako. Bwana akupatie neema yake. Bwana akuwekee uvuli wake. Akukinge na majaribu ya shetani. Akukinge na adui na madanganyo yake katika nyakati hizi za mwisho. Maana sasa hivi madanganyo yapo kila mahali. Tena sehemu hatari ya madanganyo ni kwenye makanisa. Sasa ndio cha ajabu. Kwa hiyo baba, unamtoa mtoto wako, unampeleka pale kwa vijana, ukidhani atafundishwa. Cha ajabu, mtoto anafundishwa kupiga kwata. Mtoto anafundishwa kupiga saluti kanisani. Mtoto anafundishwa gwaride kweli, ana dansi kanisani kweli. Katika wakati kama huu, muda umekwisha kiasi hiki, unatoa pesa kumshonea mtoto wako nguo za ambassador, sijui nguo za Pathfinder, ndio atafuta njia. Hizo pesa bora ndugu yangu ungempatia kitabu cha Pambano Kuu asome akiwa mdogo, ajue hata mnyama ni nani. Bwana tusaidie sana, Bwana tuhurumie. Na kuombea ndugu yangu, ikiwa ni baba, mama aelewe ujumbe, na kuombea mke wako, muombee ataelewa ujumbe. Ikiwa ni mama, mume haelewi ujumbe, muombee tu, Mungu atamsaidia, ataelewa ujumbe. Lakini naamini katika nyakati za mwisho kuna utengano utakuja. Ninaamini. Ila usiwe chanzo cha huo utengano. Tafadhali, usiwe chanzo cha huo utengano. Maana kuna familia zinaishi kama, niseme nini? Nitoe mfano gani? Kama paka na panya. Kuna familia zinaishi kama paka na panya. Sasa inapotokea baba ameanza kufahamu ujumbe wa malaika watatu, inapotokea mama ameanza kufahamu ujumbe wa malaika watatu, anasema ndio hapo sasa, mama nani, kuanzia leo nyama nyumbani kwangu nisione. Ujumbe wa malaika watatu, nyama haitakiwi. Mama anasema tunataka kwenda mashambani, kama utaki mimi naenda. Baba naye tunataka kwenda mashambani, utaki mimi naondoka. Na kuambia tena, usiwe chanzo. Ole wako wewe baba na mama ambao ni vyanzo vya matatizo. Muombe Mungu akusaidie, uwe na unyenyekevu hali ya juu sana, na ujihoji, kweli nampenda mke wangu au ujumbe umefika ndo kusukumia tu hapa, yaani ni kuangushia tu sasa hapa. Bwana atusaidie tusiwe chanzo
cha migogoro, tusiwe chanzo cha matatizo, na Mungu anaweza kutusaidia hata sasa. Na kuombeeni ndugu zangu ambao umepata fursa za kusikia ujumbe, ikiwa ni vijana hamjaoa, hamjaolewa, na wenda wengine mnatamani kuingia kwenye ndoa. Ujihoji ikiwa ni mapenzi ya Mungu kuingia kwenye ndoa. Mungu anatamani kufanya kazi na vijana sasa hivi. Ikiwa atapata familia, atafurahi Bwana, maana familia zikishikamana, watu wawili wakishikamana pamoja, kazi itakuwa ni kubwa. Na shetani sasa hivi ndugu zangu anaogopa, niwaambieni ukweli, shetani anaogopa. Anajua ana wakati mchache sana. Na shetani anatetea uhai ndugu zangu. Kuna wakati tunadhani shetani eti tu anapambana kuwadhoofisha watu, kuwadanganya kwa kuwa yeye ameshindwa. Hapana, shetani ni adui ambaye hakubali kushindwa. Na anajua sasa hivi anacheza na uhai wake. Ikiwa kuna msabato mahali fulani ataamka. Ikiwa kuna familia fulani itaamka na kujifunza ujumbe wa malaika watatu, na familia hiyo itasema sasa hivi tusimame kinyume na mchungaji, kama walikuwa wanavyosema, na kwenda kinyume na nani? Na kwenda kinyume na nguvu za giza. Sasa hivi wa Sabato tunapaswa kwenda kinyume na mfumo wa kanisa. Tunapaswa kwenda kinyume kabisa na wale marafiki ambao wanatupenda, wanatupatia ofa mbalimbali. Tunapaswa kwenda kinyume kabisa. Tetea uhai wako. Huu ujumbe ni kwa ajili ya kufa na kupona ndugu zangu. Shetani anaogopa, anajua hizi familia zikiamka, ndio maana ataanza kuambia. Ukiamka tu atakwambia, umeasi, pasta, mzee fulani ameasi, pasta, kijana fulani ameasi, pasta, binti fulani, familia fulani, mama fulani, baba. Ataanza kuleta chokochoko hizo, na huenda kuna wakati zitakuvunja moyo. Ndugu zangu, kuna visa vingi sana vya kutia moyo. Mungu atusaidie. Ninakutia moyo wewe ambaye umeamua kumtumikia Mungu katika ujana wako, katika uzee wako, katika utu uzima wako. Usiogope, simama imara. Ombi la leo ni ombi maalum kabisa kwa wale ambao walipata ujumbe wakarudi nyuma, lakini wale wanaosikia ujumbe kwa mara ya kwanza na wanaogopa kuanza safari, na watia moyo katika ombi la leo. Ikiwa ni wewe hapo unanisikiliza na kunitazama, Mungu akusaidie. Tunapokwenda kuomba, piga magoti pamoja nami. Kama huna nafasi ya kupiga magoti, basi hakikisha pata mazingira, piga magoti pamoja nami, ili kusudi tuweze kujikabidhi kwa Bwana. Maana hii kazi mimi najua ni kazi ya lala salama. Natambua wakati mchache sana, maana maandiko yanasema shetani anajua ana wakati mchache. Sasa kama shetani anajua, wewe na mimi ambao tunatembelewa na malaika watakatifu, kwa nini tusijue? Tupate kuomba. Naombea familia mbalimbali ambazo zinatamani kupiga hatua katika huu ujumbe. Mungu yupo hapa kuzisaidia familia za namna hiyo. Hebu tupate kuomba ndugu zangu. Tuimbe Mtazame Mwokozi, alafu nitaomba. Mtazame Mwokozi, usoni mwake mzuri, mambo ya dunia hugeuka, uso wake tukiuona. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mtumishi wako nimepiga magoti, nimenyenyekea mbele zako. Baba, najua kundi linalotazama ni kundi linalohitaji kusikia ukweli kwa namna kipekee sana. Baba, tunanyenyekea mbele zako tukiwa hatuwezi, tunahitaji msaada, tunahitaji nguvu, tunahitaji Bwana utushike mkono katika saa hii. Wimbo tumeimba kwamba mtazame Mwokozi, usoni pake ni mzuri. Mambo ya dunia hubadilika, hugeuka, uso wake tukiuona. Baba, ikiwa mpaka sasa mambo ya dunia bado hayajageuka, ikiwa mambo ya dunia bado yanatuvuta mpaka sasa, tunakusihi utuhurumie. Utusamee Bwana. Dunia imetupatia nini Baba wa mbinguni? Shetani ametupatia nini Baba? Mbona tunavutwa na anasa za dunia sana? Mbona tunavutwa na kuipenda dunia ambayo inakwenda kuisha hivi karibuni? Mbona tunalea ubinafsi? Mbona tunalea dhambi na uzembe na ujinga kila namna katika mioyo yetu? Baba, tuokoe katika saa hii.
Natambua katika kundi hili la watu wanaotazama kuna miongoni mwao ambao waliwahi kusikia ujumbe wa malaika watatu ukifundishwa kwa nguvu kubwa ya Roho Mtakatifu, wakipewa ujumbe na watumishi mbalimbali, lakini sasa umerudi nyuma kwa sababu mbalimbali za kimaisha, kuogopeshwa na kutishwa. Baba, tunaomba ukavunje kila aina ya uoga kwa jina la Yesu Kristo. Lakini huenda wengine wanasikia kwa mara ya kwanza na wanajiuliza, huu ni ukweli au uongo? Baba, nakusihi kwa neema yako ukasaidia uweze kuona kwamba huu ni ukweli, ni ujumbe malaika watatu. Tusaidie Baba wa mbinguni, maana wakati ni mchache. Tuwezeshe kutambua hizi jumbe na kuziweka katika maisha yetu. Baba, naamini nguvu yako iko hapa. Naamini uwepo wako upo mahali hapa kutusaidia kuweza kutambua hizi jumbe katika nyakati za mwisho za hatari tunazoziishi. Baba, tunafanya masiara na ujumbe wa thamani kiasi hiki. Wazee wa zamani walitamani kushuhudia jumbe za namna hizi zikifundishwa. Walitamani kuona watumishi wakitangaza ujumbe huu na kupeperusha bendera ya ushindi kwamba Kristo anakaribia kuja, lakini hawajapata hizo fursa za kutangaza huu ujumbe. Sisi tumepata ujumbe Baba wa mbinguni, ni wadhaifu, ni wajinga, ni wapumbavu, lakini bado tunacheza na rehema hizi, na kusihi Baba wa mbinguni ukatusamee. Wasamee viongozi wa kanisa la Waadventista wa Sabato, kuanzia ngazi ya General Conference mpaka kanisa mahalia, wote wachungaji, wainjilisti, watumishi mbalimbali, pamoja na wazee wa makanisa ambao wanazuia ujumbe huu usihubiriwe. Baba wa mbinguni, uwasamee, wahurumie, maana hawatambui wanayotenda. Baba wa mbinguni, nafasi zinanyimwa katika makanisa kutangaza huu ujumbe. Sio kwamba Baba tunaomba tufundishe ujumbe kwenye makanisa, maana ni hatari ujumbe Baba wa mbinguni. Hata hivyo tunafundisha na tunaogopa matokeo yatakuwa ni nini. Tutie nguvu Baba mwema, utusaidie kusimama kikamilifu mbele zako sherehe ya Jumapili itakapopitishwa. Baba wa mbinguni, naomba kila msikilizaji, kila mtazamaji waweze kusimama. Andaa familia zetu Baba wa mbinguni kukutana na Kristo ajapo mara ya pili. Baba, wasaidie watu wanaotamani kupiga hatua. Baba na mama, kina kaka, vijana, watie nguvu. Asante Bwana kwa sababu umesikia maombi ya mtumishi wako. Sio kwamba ninastahili, ila nina mahitaji hayo. Naomba na kuombea kundi hili na utazama huu ujumbe, wasitazame kama tu masiala. Baba, uwepo wako upo hapa. Tuandae, tusaidie, atukulazimishi Baba mwema. Lugha zetu ni mbaya, hata kuomba tujui. Turehemu Mungu wetu, kupitia jina la thamani sana la Yesu Kristo. Amina.